Ya, leo tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka 2025, kesi leo mkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu ilikuwa inaendelea Mahakama Kuu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hapa Dar es Salaam, na leo tulikuwa tunaendelea na shahidi namba 2 PW2 ambaye jana alishatoa ushahidi wake kwa maana ya submission chief, na leo sasa lilikuwa tunaanza zoezi la yeye shahidi kuulizwa maswali ya dodoso, kisheria tunaita cross examination. Sasa na katika maswali hayo kimsingi kwa kifupi sana shahidi alianza kuulizwa maswali yanayohusiana na kauli ambayo shahidi alisema kwamba Mheshimiwa Tundu Lissu alisema kauli ya kwamba Mheshimiwa Tundu Lissu alisema mahakamani ya kuendeki, na kumekuwa kuna hatua mbalimbali zimechukuliwa kudai mabadiliko ya kikatiba kwa nchi yetu. Kwa shahidi ameulizwa maswali mengi ikiwemo kesi mbalimbali ambazo zimewahi kufunguliwa kutoka miaka 1992-93, kesi za mchungaji Mtikila za kupinga wagombea binafsi, na kesi hizo zilishindwa mahakamani. Lakini pia ametoa mifano ya kesi nyingine nyingi kwenye mahakama tofauti tofauti, mahakama za Afrika, mahakama ya Afrika Mashariki, ambazo zote amemuuliza shahidi, na shahidi amesema hana uelewa wa mapambano hayo ya kudai mabadiliko ya kikatiba kwenye taifa hili. Lakini pia shahidi ameulizwa maswali mengine yanayohusu tume mbalimbali ambazo zimewahi kuwa zimeteuliwa na marais ambazo zilipendekeza mabadiliko ya katiba, na mapendekezo ya tume hizo hayajawahi kufanyiwa kazi. Pia shahidi ameulizwa maswali mengi kwenye eneo hilo, na majibu yake kiujumla shahidi amesema kwamba hafahamu na hana uelewa kwenye maeneo kama hayo. Sasa mara baada ya kufika hapo, miongoni mwa jambo lingine lililotokea leo ni utaratibu wa kisheria kwamba shahidi anaweza akatoa kielelezo hata wakati wa kuulizwa maswali ya dodoso. Kwa utaratibu tunajua upande wa jamhuri huwa wao wanamuongoza shahidi wake kutoa baadhi ya vidhibiti au vielelezo kadhaa. Sasa shahidi huyu ametoa maelezo yake yote, lakini hakutoa yale maelezo yake ambayo yaliandika polisi, na ilipofika wakati wa kuulizwa maswali ya dodoso, Mheshimiwa Tundu Lissu sasa akawa anamuongoza kwamba aweze kutoa maelezo yake yale ambayo shahidi aliweza kuyaandika pale polisi, na lengo likiwa ni kumcontradict shahidi na kile ambacho amekisema mahakamani na kile alichokiandika akiwa polisi. Sasa tulipofika kwenye hatua hiyo, upande wa serikali wameweka pingamizi kwamba maelezo hayo yasipokelewe kwa sababu ya masharti kadhaa ya kisheria ambayo hayajazingatiwa, na Mheshimiwa Lissu amejibia jambo hilo kwamba ametoa ombi hilo la maelezo hayo yapokelewe kwa kufuata taratibu za kisheria, na zipo kesi mbalimbali ambazo Mheshimiwa Tundu Lissu amezizungumzia za mahakama ya rufani na mahakama kuu ambazo zinaeleza huo utaratibu, na yeye ameufuata utaratibu huo. Sasa Mheshimiwa majaji wameiarisha kesi hiyo, wamesema uamuzi wa pingamizi hilo dogo la maelezo ya shahidi PW2 ambaye ni inspekta wa jeshi la polisi Afande John Kahaya, kwamba maelezo yake hayo yatapokelewa na mahakama au hayatapokelewa. Uamuzi huo mahakama imesema itautoa siku ya Jumatatu tarehe 13 mwezi wa 10 mwaka 2025. Kwa hiyo mchakato wa kuendelea kuulizwa maswali ya dodoso shahidi utaendelea siku ya Jumatatu, na pamoja na mahakama kutoa uamuzi wa kwamba maelezo hayo yataingia kama sehemu ya ushahidi wa upande wa utetezi, kwa maana ya ushahidi wa Mheshimiwa Tundu Lissu. Swala hilo nalo pia litaamuliwa siku ya Jumatatu, na pengine kama maswali ya dodoso yataisha, basi tutaendelea na kusikiliza mashahidi wengine. Asanteni sana.